na wausieni pamoja na mimi kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla jalaluhu. Na huu ndio wasiyatul awwalina wal akhirin, wasia uliokuwa bora kwa viumbe kuhusiana katika maslahi ya dunia yao na akhira yao. Hakuna wasia mwingine isipokuwa ni wasia wa kuhusiana juu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Tuliona katika khutbatu sabiqa maudhui iliyobebwa na kitabu kilichotungwa na Dr. Mustafa Sibai, kitabu cha Hakadha Allamatni Alhayat, ambayo ilikuwa inakwenda na maudhui ya namna gani Muislamu anapasa kuishi maisha yake, vipi ayaweke maisha yake, asiishi Muislamu katika hali ya ifrat wala tafrit, aishi ni mtu wa saizi, wa kiasi, wakati na kati. Akatuelekeza miongoni mwa katika mambo aliyotuelekeza, mtu awe na kiasi katika kula kwake, katika kunywa kwake, katika kupenda na kuchukia kwake. Akaendelea kuishia pale tulipoishia Dr. Mustafa Sibai, bali anasema wakun mu'tadilan fi amalika wa fi rahatika. Vile vile inakupendeza mtu uwe wakati na kati, uwe wa kiasi katika matendo yako, amalika, shughuli zako, ishtighalika za kimaisha zile, uwe ni wa kiasi namna unavyofanya harakati zako za kimaisha. Warahatika, na katika kupumzika kwako, usifanye kazi kama ni mfanya kazi 24/7, wewe upati muda wa kupumzika. Si katika tamaduni au katika khuluq zilizokuwa nzuri kwa kiumbe. Unaona hata zile mashine ambazo watu wanafanyisha kazi, wanakuambia unafanyisha kazi, alafu baada ya muda anaiacha inapumzika, inapumua, litoke lile joto, baadaye inafanya kazi tena. Vipi wewe mwanadamu? Sasa ukifanya kazi zako zile fanya, lakini uwe na muda wa kupumzika. Ndio maana hata kule serikalini wameweka mtu asifanye kazi akazidi masaa 8 au masaa 9, na akizidi ule makazini unalipwa overtime. Wanajua wale wanaofanya kazi walioajiriwa kule maofisini na sehemu nyinginezo. Uwe na kiasi, maana yake wa fi rahatika. Bali sio hivyo tu katika shughuli zako, hata katika ibada zako. Ukiwa unafanya ibadati, usiabudu mpaka ukapitiliza kile kiwango. Fanya ibada kwa kiasi. Subhanallah, anasimulia katika hadithi hii al-Imam Bukhari na Muslim, wanapokea kutoka kwa Abu Juhaifa wa huwa Wahab ibn Abdullah as-Suai, anasema akha nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume aliwafanya mabest friends, insaha ta'bir, watu wa karibu mno. Yani kila mtu anaweza kuwa rafiki yako, alafu kuna yule rafiki yako wa ndani, ndio akha nabii. Aliwafanya watu wa karibu mno. Nani? Baina Salmana wa Abi Darda, baina ya sahaba mmoja alikuwa akiitwa Salman na mwingine akiitwa Abi Darda. Aliwafanya hawa kuwa ni mabest friend. Fazara Salmanu, akamtembelea Salman Abi Darda. Kumtembelea nani? Abi Darda nyumbani kwake. Faraa Darda mutabadhilatan, alipomtembelea akamuona yule mke wa Abi Darda amekaa mutabadhila. Mutabadhila yani ghaira mutazayyinan wala mutajammila au mutajammala. Akamkuta mke wake yupo katika hali hajapendeza, yani hajavaa vizuri. Amevaa naam, ana stara, lakini kavaa zile nguo zimechoka choka, hajajiweka katika hali ya utanashati. Akamuuliza yule Salman, masha'nuki, wewe una nini? Mbona uko hivi? Na ni mke wa mtu, umeolewa, mafurudhu upendeze ukivaa nguo zako, mutazayyina, uonekane vizuri kwa watu. Akamwambia, akhuka Abu Darda, huyo ndugu yako Abu Darda, la hajata lahu fi dunya,
hana haja na dunia. Kazi yake yeye anaamka usiku, siku zote anasali tu usiku kucha, na mchana anafunga mchana kutwa kila siku au mara nyingi. Ndo alivyo hivi, ndo alivyo best friend wake. Basi Salmani akalimeza leo. Baadaye yule Abu Darda akaja na chakula, kwa sababu mgeni amemtembelea, akamletea chakula kile. Akamwambia, sasa karibu chakula ule. Salmani akamwambia, la akul hatta tushariki, mimi sili mpaka tule pamoja. Ya Abu Darda akamwambia, mimi nimefunga. Umefunga? Basi kama umefunga na mimi sili. Akajisikia vibaya yule mgeni wake, amekuja kumtembelea nyumbani kwake, bali Mtume amewafanya ni best friend wake. Akafungua akala, wakala pamoja. Walipomaliza chakula, siku ile akanuia kulala nyumbani kwake Abu Darda. Salmani akanuia kulala kwa Abu Darda, akalala siku ile. Usiku anamuona anataka kuamka, ulipofika nisfi layl anataka kuamka, akamzuia. Unaenda wapi? Anataka niamke nifanye ibada. La, usiamke. Mgeni wake, unajua kuna mambo mgeni akiwa nyumbani kwako huwezi kuyafanya kwa kule kumheshimu kwake yule mgeni wako. Usiamke, lala. Akalala. Baada ya muda kidogo akashtuka tena, akataka kuamka kufanya ibada. Yule Salman anamzuia, usilale, yani usiamke, lala. Ilipofika ile athuluthul akhir, ile thuluthi ya mwisho ya usiku, akamwambia sasa amka. Wakaamka pamoja wakasali. Walipomaliza kusali, akamwambia maneno haya, inna li rabbika alayka haqq wa inna li nafsika alayka haqq wa inna li ahlika alayka haqqa fa'ati kulla dhi hadhin haqqahu. Anambia Mola wako ana haki yake, umwabudu sawa, lakini kwa kiwango maalum. Ndio ile tulisomea naye, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Mwenyezi Mungu kwa kiwango kitakachoweza kumwabudu, bimaana kwa kiasi fulani. Sasa ufanye ibada lakini usipitilize. Alafu walinafsika alayka haqq, na nafsi yako ndio hiyo, fi amalika, katika matendo yako kuwa mu'tadila, na nafsi yako ina haki yake kwako. Upumzike. Kuna muda unataka huu mwili hautaki kitu chochote, namna ulivyoupigisha ibada na harakati za kimaisha na kazi, una wakati sasa unataka ukae upumzike. Mmoja katika madaktari aliwahi kupita chuoni, akatueleza mtu akiumwa kichwa, zikiuma sehemu tatu inaashiria kitu fulani. Naambia ukiona kinakuuma kwa hapa mbele hapa, maana yake wewe una usingizi, hujalala vizuri. Kinauma sana maeneo haya ya mbele, una usingizi, hujalala vizuri, kalale uzuri. Alafu nasema ukiona kinauma katikati ya kichwa chako, nasema unataka maji ya kunywa na chakula cha mchana, ujala chakula cha mchana, nenda kale chakula cha mchana. Nasema ukiona kinauma kwa huku kisogoni au kichogoni kama wanavyoita wengine, nasema muda huo utakuwa unataka istiraha, mapumziko. Kuna muda ukae tu mwili upumzike na akili itulie, ipate nguvu, upate spidi mpya ya kuliendea au kuendea mambo mengine. Nasema ukiona kinauma chote mawili, ima una maradhi au una stress, chote kinagonga. Anasema ima una maradhi kichwani au una stress. Mahali shahidi hapa niliposema kikiuma kwa nyuma, maana yake nataka istiraha, upumzike. Basi ndio anamwambia wali nafsika alayka haq, na nafsi yako ina haki yake kwa ya kupumzika, na muda inakupasa upumzike, pumzika. Wali ahlika alayka haq, na watu wako wana haki zao kwako. Kama ni mtu umeoa, mke wako ana haki zake kwako. Qur'an inatufundisha hivi, yasemaje? Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Hao wanawake hao nyinyi tumewafanya ni daraja ya juu kwao, arrijalu qawwamuna ala nisai. Sasa hao wanawake hao na wao wana haki zao za kufanyiwa wao katika kheri, bil ma'ruf. Sio tu wao wakutumikieni nyinyi tu, la, na wao wana haki, baadhi ya mambo wanahitajia. Ndio huyu mwanamama
ameacha kujiremba, ameacha kuvaa vizuri, ameacha kujipamba, amekaa na hali kama vile si mtu aliyekuwa katika ndoa. Sasa manake kama vile mwanamke kajiuliza, huyu mwanamume mwenyewe mimi hata nikijipamba, nikijiremba, hana taimu na mimi, najipamba kwa ajili ya nani? Wallahi hapa tunaingia kina Abu Darda zama zetu. Mwanamke huna muda naye, wewe uko busy tu na business zako na harakati zako za kidunia. Subhanallah, pengine labda na mambo yako ya kiibada. Ukiingia nyumbani mdomo umeukunja, baada ya salamu huulizi kitu, hata kama watu wamevaa wamejipamba kwa ajili yako, wamejiremba. Ndio maana tunalalamika sisi hao wanawake siku hizi hajipambi mpaka haende harusini. Anajipamba kwa ajili ya nani?